Kwa majina naitwa Happiness Najma Mashimba, ni msimamizi wa hospitali za wilaya kutoka Saifi Hospital Zanzibar, ambao tunasimamia hospitali zote 10 za wilaya, ambazo Unguja tuna hospitali 7, ikiwemo Kitogani, na Pemba kuna hospitali 3. Kwa hiyo tumeitana leo kwenye media kwa ajili ya kuzungumzia swala lililotokea hospitali ya wilaya ya Chumbuni, ambayo mwaka jana kulitokea mtoto kufariki kutokana na uzembe wa madaktari wetu, au tuseme watu wa huduma wetu ambao walikuwa pale. Na kama tutakumbuka, tulifanya kikao cha nidhamu na tuliwapeleka katika mabaraza husika kwa ajili ya kufuata hatua zinazofuata. Kwa hiyo nitoe tu taarifa kwamba baraza ilifanya uchunguzi na ilitoa maamuzi, na katika hayo maamuzi daktari mmoja alifungiwa leseni yake kwa muda wa miezi 3 kama onyo la tukio ambalo limejitokea, na pia kwa wengine kujifunza kwamba ukitokea na uzembe wa design hiyo, basi unaweza ukafungiwa leseni. Lakini na mwingine, walikuwa 2 ndio walikutwa na shida, na mwingine ambaye alikuwa katika kitengo cha dharura, yani emergency, alipelekwa hospitali ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kufanya huduma chini ya uangalizi kwa muda wa miezi 6 ili aweze kujifunza namna ya kutoa huduma katika kitengo cha dharura na kuepusha tukio kama lile kutokea tena kwa mtu mwingine. Kwa upande sasa wa hospitali Kitogani, kuhusu taarifa ambazo zilikuwa zimeongelea kwenye mitandao ya mama ambaye alikuja Kitogani kwa ajili ya huduma na baadaye akajifungua katika benchi la wagonjwa wanaolazwa ndani, yani IPD, ambayo ilipelekea mtoto wake kufariki. Kwa kutokana na hilo, sisi kama management ya hospitali tumekaa kikao cha nidhamu. Tumechukua maelezo ya watu wa huduma wetu ambao walikuwepo, kuanzia wale ambao walikuwepo OPD, walikuwepo na emergency, upande wote, madaktari na wauguzi. Na tumegundua kwamba madaktari wetu au watu wa huduma wetu hawajahusika kwa tukio ambalo limetokea kwa asilimia zozote zile, kwa sababu mwili wa binadamu wenyewe ulikuwa unahitaji kutoa. Kwa hiyo ili kuboresha huduma, tumewapa onyo madaktari zetu waongeze umakini wakati wanatoa huduma. Next time mama kama huyo isitoke akiwa kwenye benchi, basi angalau awe kwenye kitanda au chumba maalum cha kwa ajili ya kusafishwa. Kwa hiyo kwa upande huo tumetoa onyo kwa muuguzi pamoja na daktari walikopo katika shifti hiyo. Nia na madhumuni ya kutoa onyo ni kwamba hali kama hiyo isijirudie, tuongeze umakini na tujali professional codes zetu. Huyu mgonjwa alifika kwetu pale, I think a few minutes kabla saa 2. Alifika kabla saa 2 na akapokelewa mapokezi. Alikuja kama mgonjwa kuona nje, outpatient, na nesi wetu wa pale baada ya kumfanyia vipimo vya awali na kusikiliza, kwa sababu kawaida wanatabia kufanya vipimo na kukusikiliza kwa namna kama kuna dalili yote ya dharura akuwaishe kwa daktari. Na alivyosikia huyo mama anaelezea history yake, akaona ni mgonjwa ambaye inabidi afanyaje, awaishwe kwa daktari. Kwa akamtoa huku huduma ya outpatient akampeleka emergency, huduma ya dharura, na pale akakutana na daktari wetu. Daktari na akasikiliza historia, na avyosikiliza automatically, kama udaktari unakuwa unawaza kwamba hii inaweza ikawa diagnosis, hii ndio inabidi labda nitibu, nawaza mgonjwa wangu anaishi. Kwa akamfanyia vipimo vya awali vikiwepo vya damu, na hiyo baada ya kumchunguza akamfanyia vipimo vya damu na vya ultrasound, na akapelekwa ultrasound. Baada ya kupima ikaonekana kwamba mabaki ya mimba yameshaanza kutoka na yako kabisa kwenye shingo ya uzazi yanatoka. Kwa mgonjwa alivorudi, anarudi sasa aje kupata matibabu ya endelezo, ni kwamba alazwe ili aendelee na process ya mabaki kutoka, na kama atahitaji damu au kusafishwa. Ile wakati anangoja pale, ndo bahati mbaya haya mabaki yakatoka wakati akiwa amefanyaje, amekaa. Lakini we have to understand ni kwamba ilikuwa ni an abortion, kwamba yule mtoto tayari kilikuwa sio kiumbe hai. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba ingeweza ikatokea, angechelewa kuja hospitalini, ingeweza ikatokea akiwa kwenye basi, au saa nyingine inaweza ikatutokea tukiwa nyumbani. Bahati mbaya, I think hizi ni vitu, lakini bahati mbaya imetokea pale hospitalini kwetu na ikiwa kwenye benchi.